Mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa wa Chama cha Mapinduzi CCM na mjumbe wa halmashauri kuu ya mkoa wa Kilimanjaro Tumsifu Kweka kwa kushirikiana na kada wa CCM Peter Robert Kitingala wameandaa iftari iliyokutanisha makundi mbalimbali ya wananchi wa wilaya Siha mkoani Kilimanjaro. Iftari hiyo imefanyika katika ukumbi wa mikutano wa ofisi ya mkuu wa mkoa na kuhudhuriwa na viongozi wa dini, serikali pamoja na wananchi kutoka maeneo mbalimbali ya wilaya hiyo, ikiwa na lengo la kuimarisha mshikamano, upendo na umoja katika jamii. Akizungumza katika hafla hiyo, Kweka amesema ibada ya kufunga kwa Waislamu na Wakristo ina faida kubwa kwa binadamu, akieleza kuwa mbali na kujenga ukaribu na Mungu pia husaidia kuboresha afya ya mwili. Ndugu zangu, tunamshukuru Mungu kupata fursa siku nyingine tena hii kuwa nani pamoja hapa kwa ajili ya iftari ya jioni kwa mwezi mtukufu. Ndugu zangu, mtakumbuka ni utaratibu wangu kwa kipindi kirefu sasa, miaka kadhaa iliyopita, kila wakati tukipata kipindi kama hichi tumekuwa tukishiriki na kupata iftari ya pamoja. Hivyo namshukuru Mungu ametupa fursa tena na mwaka huu imewezekana. Hata hivyo, ndugu zangu Waislamu, mwaka huu niliweza kumshirikisha rafiki yangu na mwanasia mwenzetu Bwana Peter Goshen juu ya jambo hili. Alifurahi sana, alipokea vizuri. Nataka kuwaambia wanasiha na Waislamu, sadaka hii ya leo ni ya kwake. Ndugu zangu, tumezungumza na ndugu yangu yule, tumekubaliana kila mwaka huku mbele vipindi kama hivi tuweze kufanya ibada hii na kutoa sadaka hii kwa pamoja. Na hata mwakani pia ikitokea kuna mdau mwingine anayependa kushiriki nami, nitamshirikisha kwa sababu baraka hizi ni za kwetu sote. Ndugu Waislamu, mwezi huu ni mtukufu. Imekuwa bahati pia hata kwa Wakristo tuko kwenye Ekaristi. Na waomba tuendelee kuombea amani ya nchi yetu. Tuendelee kumweka rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan katika ibada, katika maombi, ili aendelee kututawala, kutuongoza katika maadili, katika busara na huku akizingatia haki. Kwa upande wake, Sheikh wa mkoa wa Kilimanjaro Shabani Mlewa amekemea vikali vitendo vya baadhi ya vijana kujihusisha na matumizi ya dawa za kulevya, akibainisha kuwa tabia hiyo inahatarisha mustakabali wao na ustawi wa jamii kwa ujumla. Wenyewe kwenye watoto wale tunawapita watoto, tunaona jambo la kawaida na unaisikia kabisa kwa bangi, alafu unapita uchukui hatua. Kama unaogopa watakufanyia vibaya, toa taarifa. Mbaya zaidi leo, mkanyaji anamuogopa mzazi mwenzie. Haogopi yule mtoto, anaogopa mzazi mwenzie. Akisema mtoto huyu anafanya hivi, basi mzazi atakuja mbio, itakuwa ni balaa pata kalika. Sasa niseme mheshimiwa, sisi bana, ukimkuta mtoto anaitwa Muhammad, ni Salim, ni nani, kamweke ndani. Mweke ndani. Baba yake akija naye kamweke ndani. Allah, anisemea na mimi Abdurrahman, sukuma ndani. Yaani wewe usiogope lawama za mwenye kulaumu. Yaani kama kuna lawama juu ya Uislamu, wewe niletee mimi. Allah. Kwa sababu hataki kupoteza nguvu kazi. Tunataka tupate watoto ambao watakuwa na maadili baadaye. Nchi hii imelelewa kwa damu, watu wamepata tabu, wamemwaga jasho, mpaka leo imekuwa nchi yenye kisima cha amani. Sasa kama kuna makusudi yanataka kuharibu, nyinyi wenzetu wa serikali mna nguvu ya kuchukua. Tusaidieni waweka ndani. Akija baba wewe unamwekea mtoto na yeye ndani, na mwingine naye ndani. Akitokea na Mungu mkono naye sukuma ndani pia. Naye mkuu wa wilaya Siha Dr. Christopher Timbuka amewapongeza waandaaji wa iftari hiyo kwa kujitoa na kutumia sehemu ya rasilimali zao kufanikisha tukio hilo, akieleza kuwa limechangia kuimarisha mshikamano na kuleta watu pamoja. Nashukuru sana, na bila nyinyi usingekutana hapa. Najua pale tunakombeni baada na nani kwa nasema kusemea. Lakini naomba nitambue itifaki kama wote walivyotambulishwa. Tunashukuru sana. Huko tunawapongeza watu hii mpaka sasa hivi ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tunawaombea Mwenyezi Mungu ili kuweze kukamilisha salama
lakini hata baada ya kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi tuendeleze ile neema ambayo tunahusiwa wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuendelee nayo, sababu katika wilaya yetu kuna mambo mengine ukiyasikia yanakuwa yanatia uchungu sana. Hafla hiyo imeelezwa kuwa ni sehemu ya juhudi za kuendeleza mshikamano wa kijamii, kuvumiliana na kudumisha amani miongoni mwa wananchi wa wilaya ya Siha.